Januari 14, 2018, Naibu Spika Dr. Tulia Ackson alikuwa mgeni rasmi akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli katika misa takatifu ya kusimikwa kwa askofu wa awamu ya 4 ya kanisa la KKKT Diocese ya Konde Dr. Edward Johnson Mwaikali iliyofanyika katika kanisa la KKKT Diocese ya Konde Tukuyu mjini, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya. Ndugu zangu wana Konde, wachungaji na Wakristo wote ambao leo mmenipa dhamana niweze kuwa kiongozi wenu, ninawaomba, narudia tena kauli niliyotoa wakati nilipochaguliwa kuwa askofu mteule. Naomba roho ya uwajibikaji. Roho ya uwajibikaji. Siku hizi kuna tatizo moja, wakati serikali ikikaza uwajibikaji, sisi kanisani kuna uzembe mwingi. Watu wanapenda kufanya kazi kwa mazoea. Mimi sitavumilia. Naomba kuhimiza uwajibikaji, naomba kuhimiza uadilifu, naomba kuhimiza moyo wa kuipenda dayosisi yetu. Upande huu wa kusini hakuna dayosisi iliyo tajiri kama hii ya kwetu. Lakini tukiendelea na ulegevu na kutowajibika, dayosisi hii itaendelea kuwa maskini, na mimi hii sikubaliani nao. Kwa hiyo ninawaomba tena, najua mmeanza kubadilika, mtazamo, mbadilike kweli kweli. Mbadilike kweli kweli, tuifanye kazi ya Mungu, tujitume hapa alipotuachia baba yetu. Tusibaki pale pale, tuendelee mbele tena kwa msaada wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho, napenda tena kushukuru mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wote walioambatana nao kwa kubali kuja kuungana na siku hii ya leo. Nikushukuru sana sana kwa upendo wako. Mimi nimejifunza hapa leo wakati nikiona baba askofu mstaafu, kiongozi wa awamu ya 3 kama ambavyo tumeambiwa kuanzia leo anaitwa, akikabidhi madaraka baada ya kuwa kwenye uongozi miaka 16. Sasa sisi wa upande ule sijui tunaelewaje tunapoona haya mabadiliko, sijui tunaelewaje. Lakini niseme mimi nimejifunza kwamba ni jambo jema kuondoka kwenye sehemu ukiwa bado watu kama wanakuhitaji hivi. Kwa hivyo nimejifunza kwamba madaraka yakitoka kwa mtu mmoja kuelekea kwa mwingine katika hali ya utulivu ya namna hii, na mimi nimesikiliza kwa bidii sana sala aliyokuwa akisali baba askofu mstaafu hapa. Sina hakika wote tulikuwa tunasikiliza, lakini kwa wale wachache waliosikiliza kwa makini wataelewa zaidi jambo hili ninalolizungumza. Na kama ambavyo baba askofu wetu mpya wa Dayosisi ya Konde amesema kwamba yeye atamtumia kikamilifu na kwenye kazi zake ataomba ushauri wake, ni kwa sababu bado ana nguvu. Lakini kama angesubiri awe namna fulani hivi, ingekuwa ngumu sana hata kumuongelesha, kwa sababu atakuwa hana nguvu sasa za kukujibu. Anaweza kuwa anasinzia wakati unazungumza. Kwa hivyo nimejifunza jambo hilo, japokuwa kule nje ni tofauti, ila kwa sababu sisi ni waumini na humu ndimo tunapojifunza, basi hata sisi viongozi katika nafasi zetu lazima tujue kuna wakati wa kupisha wengine ili nguvu iongezeke zaidi na kasi iongezeke zaidi. Jambo lingine ambalo nimejifunza wakati wa ibada ikiendelea ni kuhusu mabadiliko. Na hili la mabadiliko, mkuu wetu wa kanisa, nimejifunza kutoka kwenye mahubiri ya mchungaji aliyetoka askofu
aliyetoka Marekani. Amezungumza na mimi nazungumza kwa nafasi yangu, mimi si mhubiri leo lakini nimejifunza kwamba sisi kama viongozi, pamoja na kwamba yeye alitaka kuzungumza na viongozi wa kanisa na namna ya kuangalia waumini wao, namna ya kututazama sisi na kutusikiliza sisi, mambo tunayoyataka, mambo tunayoyapenda, ili baba askofu akitusikiliza sisi aone namna ya kushughulika na sisi. Lakini mimi niseme na viongozi wenzangu, hata sisi kwa sababu ni viongozi kule nje, tunao watu tunaowaongoza, wanayo mawazo yao, wanayo mambo yao, na sisi viongozi tuwe tukiwasikiliza wanataka nini. Kwa hivyo baba askofu Dr. Mwaikaji, pamoja na kwamba yale mahubiri yalikuwa kuzungumzia wewe namna ya kushughulika na sisi, lakini mimi kama kiongozi pia huko nimejifunza kwamba napaswa kusikiliza wale ninaowaongoza wanataka nini kabla hawajapotea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama nilivyosema tangu mwanzo, risala ya baba askofu wetu wa KKKT Dayosisi ya Konde nimeisikia na mimi ninaichukua, kama ambavyo ninaenda kuzipeleka zawadi na risala pia nitaipeleka kama alivyoileta. Na niseme wazi kabisa kwamba nitaifikisha, na naamini kwamba kwa wakati mwafaka basi na maombi yetu sisi watumishi wa Mungu, maana wote ndani ni watumishi, pamoja na kwamba tunaongozwa na maaskofu na wachungaji, lakini sisi wote ni watumishi, na maombi yenu naamini tutakuwa salama. Baada ya kusema hayo, nilete ombi moja kwenu kwa kumalizia. Mkuu wetu wa KKKT, tunaomba kwa sababu wewe uko hapa na ndiye unaongoza sisi waumini wote wa KKKT. Sisi viongozi wa kisiasa, viongozi wa kiserikali ni waumini makanisani, na hata wale tunaowaongoza ni waumini makanisani, wengine ni wana KKKT. Baadhi yao watakuwa ndo kama sisi wa KKKT Dayosisi ya Konde. Msiache kutushauri, msiache kutuombea, msiache kutuonya. Mheshimiwa Naibu Spika, tunaelewa kwamba kwa yeyote anayemtegemea na kumwamini Mungu, Mungu anamweka mahali kwa namna na kwa wakati ambapo Mungu anataka amtumie ili awatumikie watu wake. Uko hapo ulipo kwa sababu Mungu amependa kukuweka hapo. Nalopenda kukuambia, simama kwa miguu yako miwili na wala usiogope. Mheshimiwa Naibu Spika, unaongoza chombo ambacho kina mamlaka makubwa sana katika nchi yetu. Ni chombo ambapo ndipo tunasema sheria zinatungwa zinazoongoza nchi hii. Ni chombo ambacho pia ndipo sauti za wananchi, wawakilishi wa wananchi zinatakiwa zitolewe na zisikike. Lakini pia ni chombo ambacho ni muhimili wa muhimu sana katika kujenga nchi yenye demokrasia ndani yake. Tunaelewa wale ambao wewe na Mheshimiwa Spika mnatakiwa kuwaongoza. Tunaelewa wengi ni wajenga hoja, na wengi ninajua sio rahisi kuwaongoza. Maana yake unahitajika uwe na hekima,
uwe na ujasiri, unatakiwa hata saa nyingine uwe na ule ukali wa kuweza kuwasimamia ili mambo yaende. Kwa hiyo pale inapobidi usiache kusema order kama wanavyosema wale wengine. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kuna utaratibu. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kuna watu hawajaelewa dhamana ya bunge. Kuna watu hawajaelewa. Kuna wengine wanafikiri wanakwenda kule kwenda kucheza tu, kupiga maneno, lakini sio kuwakilisha wananchi na kusimamia hoja ambazo zitalipeleka taifa hili mbele, hoja ambazo zitaisaidia serikali kufikia azma yake ambayo imeshaonyesha wazi ya kuletea taifa hili maendeleo. Hao kwa kweli hapo, naibu spika, usimame na wewe na spika msimame vizuri, na hata tumeona dalili nzuri, muendelee hivyo hivyo. Nachowaomba muendelee kufanya ni hiyo, na hapa Mungu awasaidie kwa kutambua dhamana ya bunge na umuhimu wake. Niombe Mungu awape, azidi kuwapa hekima, nguvu na ujasiri wa kusimamia bunge liweze kufanya majukumu yake inayopasa. Pili, uhuru wa bunge uweze kuheshimika, pamoja na ile heshima ya bunge iweze kutunzika. Mimi nina imani kabisa chini ya uongozi wako na Mheshimiwa Spika, hakika ninyi mtaliweka bunge letu mahali pake, na naomba Mungu akusaidie katika hilo. Sasa nimepata sifa nyingine. Wewe ni kwa kweli unawatumikia Watanzania wote, na hilo ndilo jukumu lilopewa, na naomba Mungu kila wakati uendelee kukumbuka hilo, kwamba ni kwa ajili ya Watanzania wote. Na hapa umetaja vile na mwingine alitoa salamu pia kwa baba askofu kwamba wako wa rangi mbalimbali, wa spidi mbalimbali, wa aina mbalimbali, lakini wote umepewa watumikie kwa moyo. Mungu atakubariki katika hilo. Lakini nimepata sifa nyingine kwamba kuna watu wanapata vyeo alafu wanasahau walikotoka. Wewe hujasahau. Tangu Mungu amekuweka katika nafasi hiyo, umekumbuka sana nyumbani. Mungu akubariki.